Mnyama Simba anatinga hatua ya nusu finali kibabe, chuma 4-0 dhidi ya TRA. Mambo yatakuwaje? Tuko hapa na Mikoi Kisugu. Mikoi, kwema? Kwema, mambo vipi? Fresh, uko vizuri? Salama, namshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema. Kwanza kwa kutinga hatua ya nusu finali. Kwa wachezaji wa Simba wameonyesha mapambano, wamekuja kupata matokeo, kwa hiyo ni jambo zuri. Kwa hiyo hongera tu hapa wachezaji wa Simba kwa namna ambavyo walivyopambana ili kuhakikisha kwamba tumpata matokeo, kwa sababu mechi ya Ligi NBC ni mechi ya mtoano, unatoka hatua moja na kwenda kwenye hatua nyingine. Kwa wachezaji wa Simba wamekuja mapambano, wamekwenda nusu finali, kwa hiyo tunawapongeza sana. Umekuwa ni mchezo wa aina gani? Kwa sababu ulitazamwa kuwa mchezo mgumu hasa mnapokutana na TRA, lakini mmepata ushindi mnono kabisa. Mikoi Kisugu, mimi naamini mchezo ulikuwa mzuri na mchezo ulikuwa mgumu. Tuliheshimu TRA kama mwanzo, lakini mwalimu wetu siku hizi mara nyingi nimependa kusema mpira kuna namna mbili. Kuna mpira ambao unaweza kucheza kwenye pitch, lakini kuna mpira ambao unaweza kucheza nje ya pitch, kwa maana kwenye laptop. Kwa hiyo mwalimu naamini kwamba amefanya analysis vizuri TRA, kwa sababu tumecheza nao mwezi mmoja uliopita, ameangalia vizuri, ameangalia uzuri wao na weakness zao. Kwa hiyo mwalimu amekuja kucheza game. Mimi naamini kwamba game plan ya mwalimu wetu ilikwenda vizuri, ambao amekwenda kulizisha. Tumepata goli 4 dhidi ya TRA. Mimi naamini ni kuwapongeza. TRA ni timu nzuri, isipokuwa amekutana na Simba nzuri zaidi. Ulitarajia ushindi mkubwa kiasi hiki Kisugu? Yes, nilitarajia kwa namna ambavyo timu ya Simba nilivyoiona na namna juzi ambavyo nilivyoona wamecheza dhidi ya Mashujaa. Niliamini kwamba tunakuja katika kiwanja kizuri zaidi, naamini kwamba timu itakuja kufanya vizuri zaidi. Nitarajia kupata haya matokeo ya goli mengi dhidi ya TRA. Mwendelezo wa Clatous Chota Chama anafungua dimba leo kama kawaida yake. Ni mchezaji ambaye ana thamani kubwa katika ligi NBC. Ni mchezaji mkubwa, mchezaji ambaye analeta thamani kubwa ligi yetu NBC. Mimi naamini wadhamini wa ligi wanapaswa kufanya jambo kubwa sana kwa Clatous Chota Chama. Amekuwa mtu muhimu, ligi yetu amekuja kuitia thamani kubwa. Mimi naamini sio mbaya kuongeza kitu kwake, lakini ni mchezaji mzuri, ni mchezaji ambaye anakuja kufanya kazi kubwa kwenye Simba. Sisi kama na Simba tuendelea kumpa support ili kuhakikisha kwamba anakwenda kutimiza malengo ya Simba. Chama anafunga, Selemani Mwalimu anafunga kama mechi iliyopita. Hii ina maana gani Kisugu? Yes, ina maana kwamba mwalimu anafanya vizuri katika viwanja vya mazoezi dhidi ya wachezaji wake. Ni mwalimu ambaye anaandaa vijana katika uandalizi ambao unastahili kuandaliwa. Na naona kwamba sababu zake zinazofanya zinakuja zinalipa. Leo hii unamuona mwalimu kizungumzia, lakini pia unaweza kumzungumzia Duchu. Kila mmoja amefanya kazi vizuri, lakini yote kwa yote tuseme tunawapa hofu sana mashabiki wa Simba, kuna na wachezaji wa Simba, kuna namna ambavyo wanakuja wanafanya vizuri na wanapata matokeo. Man of the match tumemshuhudia leo ni Duchu mwenyewe. Kwenye hili Kisugu watu walitarajia huenda Chama pia mara ya 5 mfululizo anaenda kuchukua man of the match. Mimi naamini kwamba waliopewa dhamana ndio wamekwenda kufanya hiyo kazi, lakini kwangu niseme kwamba hawajakosea, wamefanya kazi nzuri. Kuna namna ambavyo Duchu amekwenda kuchukua man of the match. Kiukweli kila mmoja anaangalia, anaona namna ambavyo Duchu leo improve yake katika football. Ameassist mbili, amepush team, amefanya kila ambacho mimi naamini kwamba ameagizwa na mwalimu. Na ndio maana walipewa dhamana wamekuja kumchagua. Kwa hiyo wote lazima tumpongeze sana Duchu kwa kazi ambayo alifanya. Kocha Steve Barker anawaamini sana vijana hawa, tukiangalia kwa kiasi kikubwa vijana wadogo. Bashiri tumemwona ameingia na amefunga pia. Ni kocha ambaye amekuja kubadilisha kiasi kikubwa hii Simba hadi sasa Kisugu. Kuja kwa Simba si kwa bahati mbaya huyu mwalimu. Naamini tulimfanyia analysis nzuri uongozi wa Simba. Na ndio maana umeona ubora wake, ndio maana wakamleta kwenye Simba. Mimi naamini ni mwalimu ambaye ana kitu kikubwa sana. Kikubwa kuendelea tu kumpa support. Huyu mwalimu watu wengi wanakuja kumfuatilia wakati yuko Simba tu, lakini sisi wengine tujaribu kumfuatilia toka alipokuwa timu yake kwa South Africa mpaka wafanyaje alikotoka. Kwa hiyo ni mwalimu mzuri, ni mwalimu ambaye kuna kitu kikubwa ameongeza. Mimi naamini tukiendelea kumpa support tutafanya mambo makubwa kwenye ligi ya NBC. Moja tukio bora zaidi ambao watu wengi wamefurahia ni kumshuhudia Mohamed Dewji akiingia kambini na kuzungumza na wachezaji pamoja na benchi la ufundi. Baada ya kuona hizo picha Kisugu, umelipokeaje? Kwanza nimefurahi kumuona kwamba moja ya mimili ya Simba Mohamed Dewji anakwenda kuwatembelea vijana. Na naamini hichi ambacho alichokifanya ni zawadi kwa Mohamed Dewji almaarufu Mo. Amekwenda kambini kuongea na vijana, vijana wamekuja kufanya kazi nzuri. Mimi nafikiri Mohamed nikitaka kumzungumzia muda mchache nitafute kesho Salome nije kumzungumzia. Mmoja katika watu ambao wanakuja kufanya uwekezaji mkubwa katika football yetu, lazima tumtaje Mohamed Dewji. Mimi nafikiri yako mambo mazuri makubwa yanakuja kwenye Simba. Kikubwa muda utafika tutakuja kuzungumza ili kuona namna ambavyo ubora wake katika uwekezaji wake katika timu. Lakini ni mtu ambaye tunahitajika kumpa support ili kuhakikisha kila jambo linakwenda sawa sawa. Ni kapteni wetu wa taifa. Kama wamemchoka wamrudishe Coast. Kwa sababu mtu wa kumchamba ni yule Diala, kwa sababu anasusa. Kuna susaje unafungwa goli la kuwania tuzo ya Pusi, wewe unasusa. Kwa nini ususe? Haya, tukiongea tu kweli. Mwamnyeto amemfunga goli baya. Nisaidie tu. Mwamnyeto amemfunga Diala goli baya. Si ni goli ni kali lile. Goli la kuchukua. Yes. Hapana brother. Mwamnyeto alikuwa offside lile goli lake. Lakini wewe huwezi kuelewa. Mimi
Ujaangalia vizuri goli la Mwamnyeto na hatujalalamika kama ni offside, tulimpongeza kwa sababu Mwamnyeto alafu kama na windwa na polisi ila wanaweza. Umeona? Labda mmefunguliwa kesi ya kupigana. Umefunguliwa kesi? Labda umefunguliwa kesi. Wewe mbona unaniumiza macho wewe? Umetumwa Kila nikimzungumzia Diallo unawasha hivi. Wewe utakuta ni nyuma mwiko. Sawa, bwana tuhame hapo kidogo. Nimekuona leo dakika 90 unatazama mpira huko umesimama. Sasa ukiangalia Simba utakiwa kukaa. Kwa sababu muda wote inakupa raha tu. Wewe unajisikia kwanza uchoke. Una-enjoy, unafurahi. Na kwa taarifa yenu tu, hii Simba ambayo mnaiona hapa ni 5% za ubora wa bwana Steven Becker. Yaani bado nyewe mnaona kama tunapania. Bado tuna 5% ya ubora ambao mwalimu anautaka. Kwa hiyo waandishi wa habari mtapata sana content. Na tuwaambie tu tunakwenda kucheza na Wagosi wa Kaya. Wagosi wa Kaya ni nyumbani. Na Simba ni timu ya rohoni. Sasa hapo sijui nitakuwa wapi. Moyo ni bora kuliko nyumbani. Nyumbani ni bora kuliko moyo. Sasa hapo mimi lakini hapana, acha nichague vya moyoni. Waachane na nyumbani. Shabiki yangu kweli. Sema mwanangu ongeza kiwango kila siku buku. Hebu ongeza bwana hata ongeza siku yote nifanye na huyu. Amepanda bei. Mafuta amepanda bei na anaendesha baja. Wewe mbona mnamtegemea huyu peke yake? Uliza ni maswali. Wewe tu unaona swali. Umemwona tajiri leo ukaenda kuonana na wachezaji. Sasa tajiri katoka kambini unategemea goli litafungwa ngapi? Wale TRA wana msemo wake. Huruma sio malezi bablai. Bamjogode. Leo hatujalipa tuzo, zinaitwaje? Hizo zinaitwaje? Hao wanachukua gani kodi? Hatujalipa kodi na tumempiga mwenye kodi. Watu wanasema tajiri anakujaga mwishoni timu ikiamka akiona kuna yule tajiri bwana na mambo mengi bwana. Yule tajiri wa kwanza Afrika Mashariki na Kati. Kwa hiyo aache kufanya. Sasa hao wanaomsaidia wana kazi gani? Yule tajiri kaka Mohamed Dewji mwenye Simba yake, shabiki namba 1 wa Simba Sports, mtu ambaye anatoa hela huko afikiri, na tukimsikia mtu anamtusi tajiri tutampiga makofi. Yaani sikiliza, sisi tuko tayari twende jela kwa sababu ya tajiri. Sisi tuko tayari, yaani mimi hapa binafsi niko tayari. Si tajiri atakuja kunitoa. Najivunia. Kwa nini mtukane tajiri ambaye wewe una hata 100, hata pa kulala unakuja kulopoka? Ole wake mtu amtukane tajiri. Wakina nani? Wakati wanazindua uwanja. Wale wazao wa laptop. Wakasema tajiri wao hana roho mbaya, ametaka 50-50. Angekuwa na tamaa angeweka 80 kwa 20. Nikwambie kitu ambacho hajui. Nyuma mwiko wanaga akili. Na wanaibiwa huko, yani wanaiuza ile club bila yenyewe kujijua. Hawana akili hata kidogo. Ila sisi hata kuwashtua. Waacheni tu waendelee na mambo yao. Maliza interview kaka, hujachoka?